Naambia ndugu yangu. Fresh kabisa. Kama kawaida. Na 4 bila. Hawaamini macho yao. Quality hiyo. Quality inaongea. Yaani timu kwa sasa hivi timu yoyote itaocheza na Simba, unaweza ukahisi timu imeshuka kiwango inaocheza na Simba, unaweza ukahisi Simba imenunua game. Lakini ni quality ya ubora wa Simba. Umeona bwana, Simba ina quality kubwa blaza. Na hii ni pongezi. Ni pongezi nipeleke kwa viongozi wa Simba. Na nawapongeza kwa lengo nyingine kabisa tofauti, kwamba napongeza viongozi wa Simba kwamba alitathmini timu akaona timu haiko vizuri. Wakana ile desturi ya kuruhusu au ya kuto kupokea, yani ya kuruhusu kwamba mashabiki watoe mawazo yao. Kwamba utokosoa, utosifia, tutachukua wazo zuri tutalifanyia kazi. Kwa sababu haiwezekani mtu shabiki wa Simba akaiongelea klabu yake vibaya bila sababu. Lakini kuna mpaka mtu anakosoa timu ina tatizo. Kwa hiyo pongezi naipeleka kwa uongozi wa Simba, kwa mwenyekiti wa Simba, meneja, uongozi mzima Simba Sports Club. Kwamba toa mawazo yako ili tuitengeneze timu yetu. Kwa watu tukatoa mawazo yetu, na ndio maana katika watu mmoja hata mimi kukosoa, mimi nimekosoa sana. Nikopo nakosoa sema mpana yona mbaya, viongozi kwa wanachukua mawazo yetu na kwenda kufanyia kazi. Ndio kuitengeneza hii Simba bora ambayo tunaona leo. Leo Simba ndio timu pekee yenye quality kubwa, mimi nakwambia ukweli bro. Yaani tukiacha ushabiki, tukiacha mambo ya kimpira, tuzungumze kwa Tanzania timu yenye ubora mkubwa sasa hivi uwanjani Simba Sports Club. Mimi nakwambia ndio timu inayopiga pasi nyingi, ndio timu inatengeneza mashambulizi, na ndio timu inashinda magoli mengi. Timu ambazo zile game ngumu unaona wewe ngumu kwako. Yaani unapotajiwa game ngumu Tanzania, hauwezi kukosa kuitaja TRA. Hauwezi kukosa kuitaja Prison, ndio timu ambazo zinaipa challenge Simba na Yanga. Hauwezi kukosa kuitaja Mashujaa. Mechi zote Simba anashinda goli nyingi. Tafsiri yake ni nini? Kwamba timu imetengenezwa, timu imejipata, imekuwa na ubora mkubwa. Ile Simba Mixon na Chama ndio hii. Tena inawezekana hii kama mara mbili yake, kwa sababu ile kipindi kile unasema Mixon unataja na Chama au Chama na Mixon. Lakini sasa hivi ukitaja Chama unamtaja Rebase au La Luemba. Timu inachezaji wengi. Moja kati ya kitu ambacho mwalimu wao amelalamika ni kumkosa Mzamiru Yassin na Chamunga Rabwe, akisema kuwa kiwango chao kimepungua kutokana na wachezaji hao wawili kukosekana leo. Pengine inaweza kuwa ni sababu ya Simba kufunga magoli 4 na magoli ya mapema sana. Hizo ni sababu tu za kuziongea kama kocha kutafuta sababu, lakini ukweli ulikuwepo kwamba wamezidiwa quality kila sehemu. Uwezo kufanisha ubora, tuongelee mchezaji mmoja mmoja quality, kwa sababu ukiangalia wachezaji wao wengi ni wachezaji wetu sisi ambao tumewaacha tuko na timu yetu ina survive. Yaani wachezaji wa TRA ndio wachezaji wengi sisi tuliwaacha kipindi Simba na survive. Hilo normal kwa mchezaji wetu sisi. Msamiru mchezaji wetu sisi. Huyo cha Karamucha wao kwetu sisi ambao tumewaacha. Tafsiri ni nini? Tumewaacha wale wenye kiwango cha kawaida. Tumewaleta wachezaji wenye ubora mkubwa, wenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo lazima waheshimu ubora wa Simba Sports Club. Umeelewa? Leo hii hata wewe mwandishi nikwambie kwamba nitajiwa wachezaji watatu Simba Sports wenye quality kubwa. Watatu tu nikwambie. Naamini utapotaja wachezaji wako, unaanza kwenye safu ya ushambuliaji, hata robo ya mstari yani hata ile nusu ya mstari ufiki. Umemaliza, utamtaja Chama au Ule basi. Kule mbele. Uambie uhitaje Yanga wachezaji bora. Mimi nakwambia ukweli. Wa kwanza lazima utamtaja Okelo. Alafu utotaja hapa katikati utaruka utavuka. Utakuja kumtaja ya Okwasi. Umeelewa vizuri? Ndio wachezaji wenye ubora mkubwa Yanga. Kwamba utamtaja mshambuliaji, alafu utakuja kumtaja nani? Beki. Umeelewa vizuri? Hiyo yani ndio uelewe kwamba Simba timu imejitengeneza na ina ubora mkubwa. Mwalimu wa Simba ameonekana kuto kumtumia sana Selemani Mwalimu, lakini kila anapopata nafasi Selemani Mwalimu zile dakika 10 anafanya jambo. Pengine unaona sasa ni wakati sahihi wa mwalimu kumwamini Sele na kumpa dakika 90. Hakuna anachokifanya kocha. Unajua wachezaji mashindano kuelewa. Kuna baadhi ya wachezaji hawawezi kuanza kipindi cha kwanza mpaka dakika 90 kumalizika. Kuna wachezaji wanatakiwa wasome game ilivyo. Wanaisoma game ilivyo. Akishaisoma game ilivyo ndio anaingia katikati anakuja kucheza, ndio Selemani Mwalimu. Kwamba anaangalia mchezo. Akija kuingia lazima alete madhara. Umeelewa vizuri? Na Simba tuna wachezaji wenye ubora mkubwa, ndio maana tunaweza kucheza na force number 9 na yaani tunakuja kucheza bila namba 9. Tunashambulia kwa sababu tuna wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kufunga. Aula anajua kufunga, Chama anajua kufunga. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo una uwezo, wachezaji wana uwezo wa kufunga. Chama kila mechi anafunga. Kwa hiyo tunaanza na force number 9, dakika 70, dakika ngapi ningesema ni Mwalimu anakuja anafunga goli hapo.
Mohamed Dewji tajiri ameonekana leo kambini. Pengine inawezekana ni chachu ya Young Africans kufanya jambo kubwa. Amina nilio Simba Sports kufanya jambo kubwa leo na uendelezo huu. Uwanja umekupagaisha wewe. Uwanja wa AI. Wewe na ulihusika. Ulihusika kwenda kuposti uwanja wa AI, ulihusika kuposti. Ulihusika. Ulipewa na clip uposti. Uwanja bwana tajiri ameamua. Mohamed kaenda kuongea na wachezaji wa Simba na ala kuzungumza masuala ya kiwanja. Sisi tushaacha mambo usiki kiwanja lini. Sisi tunataka tufanye action, mtaita tu waandishi twende mkazindue uwanja wa Simba. Amenelewa vizuri. Tajiri kaongea na wachezaji, kazungumza nao. Maisha yameendelea mengine. Turudi hapo kwa Young Africans, umezungumza uwanja AI. Pengine unafikiri tajiri JSM ni kupiga chaka tu baada ya kufungwa na Dodoma? Wewe waandishi labda wameanza juzi. Waulize waandishi, mfuate Kishai muulize. Mambe Mandala kaniambia nikufuate nikuulize Kishai, ulihudhuria au uliitwa mara ngapi Jangwani kwenda kuzindua ujenzi wa uwanja wa Yanga? Muulize Kishai. Mimi sitaki nikudanganye. Mfuate Kishai muulize Kishai. Mandala kaniambia nikuulize, ulihudhuria vikao vingapi vya Yanga Jangwani kuzindua uwanja? Umeelewa vizuri? Mimi narudia, ukienda kuuliza atakujibu. Waliitwa mara ya kwanza wakasema kwamba kabla muhula wao kuisha kiwanja cha Yanga tayari. Wakaitwa mara pili wakasema tunazindua ujenzi bado. Hiyo ameitwa mara tatu. Mimi naona kwa refu ya Kishai mara tatu. Lakini ukirudi nyuma kuna mara nyuma kwa kuna mara nyingine waliitwa. Umeitwa Zanzibar nakumbuka. Nimeitwa kwa ajili ya kutengeneza uwanja wapi? Yanga Afrika. Kwa hiyo sasa kwa maongezi hayo tunarudi kule mabomba kutoa maziwa. Kwa sisi ili tuamini na nakwambia hatuachi kukosoa. Sisi ndo kazi yetu, sisi Yanga tani wetu. Tutakosoa tunavyoweza na tutawasema. Hauwezi kuwapa waandishi uwanja wa AI wa uposti katika peji zao. Na nyinyi waandishi mnaandika huu ndio uwanja mpya wa Yanga. Yaani umeposti uwanja tayari una matokeo, eti uwanja eti watu wanafunga na magoli una matokeo. Uwanja una majukwaa na mashabiki wapo. Uwanja wa AI matuposti afu situkubali. Hatuwezi kukubali. Mandala, nataka nikuulize jambo kidogo. Kitu kilichotoka Bakari Nondo Mwamnyeto. Pengine ina afya kiasi gani kuona mchezaji kama yule anapata comments nyingi za kumdharau na ni captain wa timu? Pengine hilo jambo lina athari gani kwa mchezaji? Bakari yeye ndo alitakiwa awape imani mashabiki. Unaelewa vizuri? Sio yeye apewe imani na mashabiki. Na hiko ndo kosa Yanga anapolikosea. Binadamu tumeumbwa kwa makosa. Nisikilize kwa makini. Binadamu utapatia, utakosea, utasifiwa, utazomewa. Binadamu. Kuzomewa ni moja pati ya binadamu au kusemwa. Alitakiwa achukue kama changamoto ili akomeshe wanaosema ongeze kiwango zaidi, sio kususa au kuumia. Naweza kukuuliza mfano rahisi. Kuna mechi tulicheza Simba na Yanga. Umeelewa? Ile game Mpanzo alicheza chini ya kiwango. Hakuna mchezaji aliyosemwa vibaya kama Mpanzo. Hakuna mchezaji ambaye wana Simba alimwambia kama umechukua hela ya Yanga, nenda Yanga. Mpanzo alisusa. Alichukua yale mawazo akaenda kufanyia kazi. Leo hii Mpanzo huyu hapa. Sio mbona Mpanzo? Kuna shabiki anaanza kumsema Mpanzo. Hakuna. Alimwambia mtu nasusa. Alimchukua mshabiki wa Simba. Sio pale. Kwa hiyo Bakari atakiwa aonyeshe kiwango zaidi, sio kususa. Yeye atakuwa awape imani wana Yanga kwamba mimi ile siku sikufanya makusudi, ilikuwa bahati mbaya. Lakini unapofanya hivi ndio unakuja kuharibu, unaonekana kama ilikuwa kweli, lakini utakuwa wewe waonyeshe kwamba ile ilikuwa bahati mbaya. Bwana, kama umenipa siri hapo, hivi ni Bakari hayuko sawa kiakili ama amesusa? Ndio maana nimesemaje, alitakiwa yeye ndio arudishe confidence, mashabiki wape imani, sio wewe mashabiki wampe imani yeye. Na ndio maana nakupa mfano wa Mpanzu, mchezaji utasifiwa na utasemwa, ndio sifa uchezaji. Hii yote ameitengenezwa na mashabiki, viongozi wa Yanga ndio ameitengeneza. Kwamba kutokuruhusu kukosolewa. Kwamba Yanga ukikosoa ni dhambi. Yaani wale mashabiki waliomkosoa Bakari kama vile wamekosea. Umeona? Ndio mimi nasifia viongozi wa Simba kuruhusu kukosoa. Umeelewa? Kwa hiyo nitakiwa wao waruhusu ukosoaji. Yanga waruhusu kukosoa. Na ndio maana mchezaji kukosolewa na susa. Hiyo ndio shida. Shida.
Lakini Simba sisi mchezaji akikosolewa kitu cha kawaida, ndo maisha yetu. Huyu mwalimu mwenyewe tunamkosoa kila kukicha. Sana tufunga midomo siku kila siku anafunga. Baka watu kakosolewa sana. Si huyu hapo. Ndio mpira. Halo hiyo usisemwe nani? Wewe ni nani? Yaani wewe binadamu gani wewe ukikosea usisemwe? Watu wametoa dukuduku lao ya kuelewa. Kwa nini umfungishe? Wacha watazungumze, wajibu kwa vitendo, sio kugoma. Maneno yamesambaa kuwa baada ya Bakari kufanya kitendo kile Jigi goalkeeper alisusa. Pengine ile ingekuwa kwa upande wa Simba inatokea kipa anasusa. Pengine ingekuwaje leo? Tungemsema sana, tungemsema. Sisi Simba tunakusema. Sisi tunaambia tu mashabiki wa Simba na wachezaji. Sisi Simba kucheza chini ya kiwango hatukuelewi, tunakusema. Yeah. Tumalizie Young Africans Simba Sports Club, timu kubwa Tanzania. Nipangie top 4 yako msimu huu unaimalizaje? Namba 1 Simba Sports anaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Namba 2 Azam Football Club. Usicheke. Namba 3 Yanga Africa. Ina maana Yanga jitayarisha kucheza shirikisho. Nimekupa kodi, utanitafuta utaniambia ulijuaje. Bwana shukrani. Nashukuru.